Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii kuhusiana na suala hili la kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Kaka yake Humphrey Polepole sasa atishia kuja na ushahidi kamili, ushahidi mzito na mkubwa wa waliomteka Humphrey Polepole, na pia kutishia kujitokeza kuwajibu polisi na kufichua kurudi na ushahidi walipomficha nduguye Humphrey Polepole. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Agostino Polepole amefichua mazito mapya mchana huu na kuwajibu maafisa wa polisi Tanzania na pia kutishia kurudi na ushahidi wa waliomteka kaka yake na walipomficha hasa. Hii ni masaa machache tu baada ya kaka yake huyo Agostino Polepole kufichua ya kwamba watekaji nyara hao walitembelea usiku wa manane nyumba ya familia yake au nyumba ya mama yake Humphrey Polepole, wakiweza kuvizia na kuzua hali ya wasiwasi pamoja na hofu wasijulikane kitu ambacho wanataka kukifanya. Katika hali mpya na ya kutisha, kaka wa Humphrey Polepole Agostino Polepole amejitokeza tena mchana huu na kujibu mamlaka ya polisi na kutuma ujumbe pamoja na vitisho na kusema kuwa hatatekeleza ombi lao la kuripoti kituoni kutokana na kuhofia usalama wake binafsi, na kusema ya kwamba amewapatia taarifa tosha na wao waendelee na uchunguzi na kutafuta ushahidi. Majibu ya Agostino Polepole kwa polisi yalikuja huku kukiwa na wasiwasi mkubwa juu ya kutoweka kwa ajabu kwa kaka yake Humphrey Polepole ambaye alikuwa balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba, ambaye bado hajulikani aliko siku ya tano leo baada ya madai ya kutekwa nyara kwake. Huku mvutano ukiendelea kuongezeka, matamshi ya Agostino Polepole yanasisitiza sio tu hofu yake ya hali hiyo, bali pia kufadhaika kwake na jinsi vyombo vya sheria vinashughulikia uchunguzi. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya wasiwasi, amesema ya kwamba iwapo atapata ushahidi wowote wa walipomficha Humphrey Polepole, basi ataweza kusema hadharani na kuwaeleza Watanzania. Kwa mujibu wa majibu ya Agostino Polepole kwa polisi, kuwa madai yao ya kumtaka kuripoti kituoni yanatia hofu na wasiwasi, hasa wakati ambapo familia yake inakabiliana na msongo wa mawazo wa kupotea kwa Humphrey Polepole. Anasisitiza kwamba isipokuwa usalama wake uhakikishwe, hawezi kujihatarisha kujitokeza hadharani kutokana na vitisho ambavyo vimekuwa vikizunguka nyumba ya familia yake na hata yeye pia kuingia hofu ya kutekwa. Kauli yake kwa polisi imezua mjadala wa umma, huku wananchi wengi wakihoji iwapo mamlaka inatafuta haki kwa dhati au inajaribu kuwanyamazisha wanaotaka majibu kuhusu utekaji nyara wa Humphrey Polepole. Katika maelezo yake kwa polisi, Agostino Polepole alionyesha kutokuwa na imani kubwa na mchakato wa sasa wa uchunguzi, akisema kuwa watekaji nyara wa kaka yake bado wanafuatilia mienendo yao na kutembelea nyumba zao usiku wa manane. Alidai kuwa bila ulinzi wa kuaminika, kuitikia wito wa polisi kunaweza kuweka maisha yake hatarini. Majibu yake ya tahadhari kwa polisi yanaonyesha hofu iliyoenea kwamba watekaji nyara wa Humphrey Polepole bado wanaweza kuwa watendaji, haswa baada ya ripoti kuibuka za watu wasiojulikana kuonekana karibu na makazi yao ya familia usiku wa manane. Jibu la Agostino Polepole, kaka yake Humphrey Polepole, kwa polisi pia lilijumuisha ukosoaji wa jinsi maafisa wameshughulikia habari zinazohusu utekaji nyara. Anaamini kwamba polisi hao wanaomuita wanapaswa kuzingatia kuwasaka watekaji nyara ambao waliripotiwa kuonekana karibu na nyumba ya mama yao badala ya kumhoji. Mvutano huu unaoendelea kati ya familia ya Polepole na watekelezaji sheria au maafisa unaonyesha wasiwasi mkubwa wa kitaifa kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa na jamaa zao nchini Tanzania. Kaka yake Humphrey Polepole, Agostino Polepole, alieleza zaidi kuwa tayari ameshatoa maelezo muhimu kuhusiana na wale anaowashuku kuhusika, ikiwemo jina la askari polisi anayedaiwa kuhusishwa na utekaji nyara huo. Hata hivyo, alichanganyikiwa zaidi polisi walipomsisitiza ajitokeze mwenyewe ili kuthibitisha madai yake na ushahidi. Kukataa kwa Agostino kutii amri ya polisi kutokana na hofu yake ya usalama kunaonekana kupinga uaminifu wa uchunguzi unaoendelea na kumuongeza matabaka mapya kwenye mzozo wake unaoendelea na polisi kuhusu jinsi walivyoshughulikia kesi hiyo. Katika maelezo yake ya kuendelea kwa polisi, Agostino Polepole alielezea imani yake kwamba watu wasiojulikana walionekana karibu na nyumba ya mama yake wanaweza kuhusishwa na watu sawa waliohusika na utekaji nyara wa Humphrey. Alionya kuwa kuwepo kwao si kwa bahati mbaya na kuzitaka mamlaka kulichukulia kwa
uzito suala hilo. Ujumbe wake kwa polisi ulikuwa wazi: familia inahisi kutengwa na hatari. Wakati watu ambao wanapaswa kuchunguzwa wanaonekana kuhama kwa uhuru bila uwajibikaji, kukaidi kwa Augustino Polepole mbele ya amri ya polisi kumeibua huruma na wasiwasi kutoka kwa raia na vikundi vya haki. Wengi wamebaini kuwa kusita kwake kutoa ushirikiano kunatokana na hofu halali na wasiwasi, ikizingatiwa kuwa watekaji nyara wa kaka yake wameonekana karibu na nyumba yao hivi karibuni. Jibu lake kwa polisi pia limerejelea wito wa vyombo huru kusimamia uchunguzi, huku imani katika utekelezaji wa sheria ikiendelea. Akiwahutubia polisi kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia video mtandaoni, Augustino Polepole vilevile alisema ya kwamba iwapo atapata ushahidi wowote kuhusiana na watekaji nyara zaidi au kujua alipofichwa ndugu yake, basi hatosita kuwaeleza Watanzania na kuleta ushahidi. Augustino Polepole alisisitiza kuwa lengo la kweli liwe kumwokoa ndugu yake na kulinda familia yao. Alielezea kuonekana kwa wageni karibu na nyumba yao kama ujumbe wa kutisha kutoka kwa wale waliohusika na utekaji nyara huo. Mawasiliano yake kwa polisi alisisitiza kuwa uamuzi wake wa kutoripoti kituoni haukuwa ukaidi au madharau, bali ni tahadhari dhidi ya kile alichokiita tishio la wazi na la sasa linalohusishwa na shughuli za watekaji nyara. Shinikizo linapoongezeka, jibu la Augustino Polepole kwa polisi pia limechukua mwelekeo wa kisiasa, huku wengi wakihusisha kutoweka kwa Humphrey Polepole na ukosoaji wake wa wazi wa masuala fulani ya kitaifa. Wasiwasi wa ndugu huyo kuhusu wateka nyara wanaonekana karibu na nyumba ya familia hiyo unapatana na hali ya hofu inayoongezeka miongoni mwa wananchi wanaoamini kwamba vitendo kama hivyo vinaweza kuwapata wengine ambao wanatilia shaka mamlaka husika. Msisitizo wake wa kukaa mbali na kituo cha polisi unasisitiza mgogoro mkubwa zaidi wa kuaminiana kati ya raia na watekelezaji sheria. Mahakama ya Tanzania nayo imeingia doa kufuatia kesi hiyo, ambapo hivi karibuni Mahakama Kuu ya Kanda ya Dar es Salaam ilisikiliza maombi ya dharura yaliyowasilishwa na timu ya mawakili ya Humphrey Polepole ikiongozwa na wakili wake Peter Kibatala. Suala hilo linataka kuingilia kati mazingira ya kutoweka kwake na madai ya kuhusika kwa baadhi ya maafisa wa serikali. Hata hivyo, hata taratibu za kisheria zikiendelea, maonyo ya mara kwa mara ya Augustino Polepole kwa polisi kuhusu vitisho kutoka kwa watekaji nyara karibu na nyumba ya familia yao yameongeza uharaka wa kesi hiyo. Siku ya 5 inapopita bila taarifa yoyote iliyothibitishwa kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole, msimamo wa kaka yake Augustino Polepole dhidi ya polisi umekuwa ishara ya wito mpana wa haki. Mwitikio usioyumba wa Augustino Polepole kwa polisi uliokita mizizi katika uoga, wasiwasi, ukaidi na huzuni unaendelea kuvutia watekaji nyara uwepo wa kivuli karibu na makazi ya mama yao hadi pale maendeleo ya maana yatakapopatikana na watekaji nyara watakamatwa. Hofu ya familia ya Polepole na makabiliano ya hadharani ya Augustino Polepole na polisi vitabakia kuwa suala kuu katika mjadala wa kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section, vile bonyeza alama ya like, alafu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako, kisha kuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.